kipindi cha muda mfupi Simba wamekuwa na walimu watatu tayari mpaka sasa. Ameanza kukifundisha kikosi kocha aliyeondoka Fadlu Davids, kisha baadaye Matola naye amechukua nafasi yake. Mchezo mmoja pia Ahmed Suleiman Morocco ameweka pia mambo yake kwenye kikosi. Wachezaji watakuwa kwenye utayari kiasi gani wa kumeng'enya kile ambacho watapokea kwa mwalimu mpya, ukizingatia tayari wameshapokea vitu tofauti tofauti kutoka kwa walimu watatu tofauti? Mimi naamini kwamba mchezaji bora siku zote anapokea chochote kutoka kwa mwalimu wake, especially kile ambacho anaona kinaweza kumsaidia, kwa sababu sio chochote vyote ambavyo mwalimu atavizungumza vinaweza kumsaidia mchezaji. Vipo ambavyo mchezaji atavisikiliza tu atavipotezea, na kuna vingine atavifanyia kazi. Kwa hiyo sioni kama kuna mchezaji ambaye anaweza kuwa na shida ya mabadiliko yoyote ya benchi la ufundi, kwa sababu hawa wachezaji wote wamecheza zaidi ya klabu moja kabla hawajajiunga na klabu ya Simba. Kwa mfano ukiangalia hata hawa wachezaji ambao watoka kwenye timu ndogo, let's say kwa wachezaji ya Semfuko ambao wametoka Coastal Union, msimu uliopita Coastal wamebadilisha makocha mara 2 maana ndani ya msimu mmoja. Kwa hiyo hata kama anakuja, hata kama sasa hivi yuko Simba, kwa mabadiliko ya makocha watatu ndani ya kipindi kifupi bado haiwezi kumpa shida, kwa sababu ameshaweka experience hiyo hali akiwa Coastal Union. Kwa mchezaji ambaye ana uelewa mkubwa na mpira na anauchukulia mpira kama sehemu ya maisha yake na anauchukulia mpira kama sehemu ambayo utajiri wake upo, kwake hii ni faida kubadilishwa kwa benchi la ufundi, kwa sababu inampa nafasi nyingine ya kuprove kitu mbele ya mwalimu mpya. Inampa nafasi nyingine mchezaji ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Kama mwalimu fulani alishindwa kukupa nafasi, maana yake kwako unafurahia kuondoka, kwa sababu huyo anayekuja unaweza ukafanya kitu bora akavutiwa na wewe akakupa nafasi ya kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa mfano leo Mzamiru Yasin, Morris Abraham ni watu ambao wamefurahi pengine Fadlu David kuondoka Simba, kwa sababu pengine asingeondoka Simba wasingepata nafasi ya kucheza. Lakini tangu ameondoka Fadlu David, Morris Abraham amecheza mechi zote 3. Maana yake yeye kwake amenufaika na kuondoka kwa Fadlu David. The same kwa wachezaji wengine. Kwa mchezaji yote ambaye anajitambua, kuondolewa kwa mwalimu mmoja kwenda kuingia kwa mwalimu mwingine, kwake ni fursa nyingine ndani ya uwanja, kwamba anapata nafasi ya kuprove kitu ambacho kinaweza kumpa mwalimu nafasi ya kumpanga kwenye kikosi cha kwanza. Ukichukulia personal ni kwako wewe, lakini timu inabadilisha mwalimu muda wowote na inaajiri mwalimu muda wowote kutokana na malengo ambayo wamejiwekea, na ikitokea mwalimu ambaye yupo anashindwa kufit kwenye malengo ya club, automatically watamuondoa. Kwa hiyo mimi sidhani kama inaweza kuwasumbua sana wachezaji wa Simba, lakini kwa wale wachezaji ambao wako Simba wanatamani kufanya mpira kama biashara yao namba 1, naamini kwao ni fursa nyingine, especially kwa wale ambao walikuwa wapata nafasi ya kucheza. Lakini kwa wale ambao pia wapata nafasi ya kucheza, ni sehemu nyingine ya kuendelea kuprove kwa mwalimu mpya kwamba nilikuwa napata nafasi ya kucheza sio kwa bahati mbaya, yani uwezo wangu ndio ulikuwa unanipa nafasi ya kucheza. Lakini kwa yule ambaye alikuwa apata nafasi ya kucheza, ni sehemu ya kuprove kwamba nilikuwa sipati nafasi ya kucheza kwa bahati mbaya, ila uwezo wangu ni mkubwa. So naye ni wakati wake wa kuja kuprove. Kwa hiyo ni win-win situation kwa watu wote. Kwamba kocha atawini kitu kwa wachezaji na wachezaji wataka kuprove kitu kwa mwalimu ili wapate nafasi ya kucheza. Sasa shida inakuja kwa wale ambao waliamini kwamba labda huyu ndio mwalimu bora zaidi ambaye mimi amenifundisha. Hapo ndio shida inapokuja. Kwamba sasa huyu mimi ameondoka mwalimu labda Fadlu, yani mimi nitaishije hapa kwenye hii timu Hicho ni kitu ambacho kinaweza kumwathiri mchezaji. Kwa mfano, kuna mchezaji mmoja anaitwa James Rodriguez. Kwenye World Cup 2014 alifanya vizuri sana pale Brazil. Akasajiliwa na Real Madrid na Carlo Ancelotti. Baada ya kuondoka tu Ancelotti akaamini kwamba sasa mimi maisha yangu ndani ya Madrid yameisha. Na kweli kilichotokea hakufanya vizuri. Mpaka Ancelotti anakuja kuajiriwa Bayern Munich ndo anamchukua. Ameondoka tena Bayern pale, analalamika tena kwamba ni Carlo Ancelotti ameondoka, mimi nitachezaje? Kweli akashindwa kucheza tena. Ancelotti akaja kujiunga na Everton, ndo anakuja tena kumsajili akiwa Everton. Na niliwahi kusikiza interview yake moja alifanya akawa anasema yani kuna wakati aliamini kwamba Ancelotti ndo mtu pekee, ndo kocha pekee ambaye anaweza kumpanga kwenye kikosi cha kwanza. Na nyakati ambazo ameondoka kwenye timu hakuwahi kupata tena nafasi ya kucheza.
mpaka alivyoenda Everton yeye ndo alimuomba aende amchukue kwenye kosti ya Everton. Kwa labda itokee mchezaji amejiweka kwenye amekuwa na mentality ya aina hiyo, ndio inaweza kumwathiri kwa namna moja ama nyingine. Lakini kama mchezaji amekuja Simba kwa ajili ya kucheza na anaamini kwamba ana uwezo wa kucheza, basi mabadiliko ya mwalimu kwake ni mwanzo mzuri kwake wa kumpa nafasi ya kuonesha zaidi uwezo wake ili aweze kupocheza kwenye kikosi cha kwanza. Maeneo mengi ndani ya Simba ni kama yamejipambanua na watu wamechukua nafasi, lakini ukitazama shape ya ulinzi unaiona, shape ya kiungo unaiona, na kuna baadhi ya taswira unaziona, lakini kwenye eneo la kushambulia bado kuna ingia toka nyingi, na bado hatujamuona mchezaji kama Mohamed Bajaber. Unafikiri kocha mpya kuja, pengine hilo ni sehemu ambayo pia anapaswa kuitazama? Maana tumeona ingia toka ya wachezaji kadha. Nafikiri Elim Panzu amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza kidogo kwa dakika nyingi tofauti na wengine, yeye na Jean Leaua, lakini wengine wengi wamekuwa wakibadilishana. Kibu amekuwa akiingia, Morris Abraham juzi tumemwona hapo amecheza, yule Mzambia yule fupi Budo naye pia amepata nafasi ya kucheza. Washambuliaji wote watatu tumewaona kwa nyakati tofauti wakibadilishana nafasi na kucheza. Nadhani mwalimu pia hili ni eneo ambalo kwake atakuja na kuna namna anapaswa kujipambanua, wachezaji wanaoanza, wachezaji wanaokusubiri bench, sio? Yeah, of course anaweza kuanzia hapo, lakini kwa bahati mbaya kwenye hilo eneo la mbele ni eneo ambalo pia msimu huu hatujaweza kulilaumu sana, kwa sababu timu yenyewe imekuwa na changamoto za kutengeneza nafasi nyingi. Ndio maana unaona kuna watu hata dakika 90 zikiisha huwezi kumlaumu mchezaji fulani kwamba kwa nini pale alifanya hivi. Nadhani watu ambao wamepata nafasi ambazo tumewahi kuwalaumu ni watu wawili, Jenchaza huwa pamoja na Kip Dennis kwenye derby, lakini Jenchaza huwa kwenye game dhidi ya Gaborone Gaborone United. Lakini kwenye game zingine nafasi ambazo wamezitengeneza ni nafasi ambazo yani bado hakuna namna unaweza kumnyoshia kidole mshambuliaji moja kwa moja kwamba huyu amesababisha nafasi hii timu ikapoteza, labda huyu amesababisha kitu fulani hakijatokea. Bado ni zile nafasi ambazo ni 50 kwa 50, yani mtu anaweza kuzuia vizuri akaziokoa, na mtu anaweza kufanya movement nzuri akazitumia. Lakini kuna mtu kama Jonathan Soa yuko, kuna Steven Dese Mukwala yupo, kuna Selemani Mwalimu yupo. Hao watu watatu ndo watu wa kuwatazama zaidi kwamba nani ambaye ataanza. Kabla msimu haujaanza expectation ya watu wengi ilikuwa ni Jonathan Soa kuanza kwenye kikosi cha kwanza, kitu ambacho imekuja kuwa vice versa. Tayari Steven Dese Mukwala amekuja kuonesha kitu cha tofauti. Unaona game mbili za mwisho ndio akacheza zaidi dakika nyingi, na ameonesha utofauti mkubwa kwa kufanya link up na wachezaji walioko nyuma vizuri. Lakini ujue pia Simba kwenye hizi game za hivi karibuni, tangu game ya Fountain Gates ambayo ni game ya kwanza tangu Fadula ameondoka Simba, game ya pili ya Gaborone na game ya tatu dhidi ya Namungo, Simba imecheza kwenye miundo miwili tofauti. Mechi dhidi ya Gaborone United ndio timu ilicheza vibaya zaidi, watu wakasema timu ina fitness na nini. By the way mimi sikuona hiyo shida fitness, niliamini kwamba majukumu ya wachezaji ndio ambao walibadilika, ndio maana timu ilionekana haina fitness nzuri, kwa sababu the way ambavyo timu ilikuwa inacheza haikuwa inafunguka sana kwamba ifunguke ikamfungue mpinzani itengeneze mabao, ila timu ilikuwa inatengeneza mazingira ya kuuminya uwanja ili wacheze zaidi kwenye eneo la katikati, wapunguze kasi ya mpinzani kuwashambulia zaidi. Na ndio maana ulikuwa unaona Gaborone alikuwa amemiliki mpira kwa dakika nyingi za mchezo kuliko Simba Sports Club. Lakini game iliyofuata ambayo ilikuwa ni game dhidi ya Namungo, umeona timu namna ambavyo imefunguka, ilivyokuwa ina flow. Ndio Simba ilikuwa imecheza sasa kwenye ile falsafa yake ambayo tulikuwa tunaiona kwa miaka mingi. Pale ndio tumeanza kuona sasa yupi anaweza kufanya nini, ambapo ukiangalia sasa kwa namna ambavyo Steven Dese Mukwala amecheza, unaona kama anaweza kuwa favorite zaidi kwa mwalimu kama ikitokea timu itacheza kwenye falsafa ile ya klabu ya Simba, kwa kutokana na namna ambavyo anafanya link up na midfield wake, namna ambavyo anafanya link up na mawinga wake, unaona anaweza kukupa kitu, anaweza kukuofa kitu kizuri zaidi kwenye timu. Lakini sasa anapokuja mwalimu mpya sasa, hatujajua ataendelea na falsafa ya club ama atakuja kuingiza falsafa yake kwenye klabu ya Simba. Hilo ni swali ambalo tunasubiri kuona mwalimu mpya akija atafanya nini, kwa sababu
Timu inaweza isibadili falsafa yake, lakini ikabadilisha muundo wa kiuchezaji, kwa maana kwa kimbinu timu ikabadilika. Sawa.